Allah tabarak wa taala atuambia kwamba si wema kule tu kuonekana kwa dhahiri yenu, nje yenu, lakini wema wenu utapatikana kwa ndani yenu na matendo yenu, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuelekeza, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah haangalii sura zenu ukajipamba utakavyojipamba nje, hapo sipo palengwa, wala Allah haangalii vipato vyenu. Allah tabarak wa taala anaangalia mioyo yenu. Moyo ndio uliombeba mwanadamu, na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika picha aliyoionyesha katika mwanadamu maisha yake yote, katuonyesha hatari yake iko kwenye moyo, kwa sababu moyo una tabia, summiya alqalbu bitaqallubihi, moyo una tabia ya kubadilika. Muda huu ukapenda hiki na mara kile kile unachokipenda ukakichukia. Moyo ukalekea huku, mara ukachukia ukalekea kule. Sasa ni kiungo hatari na kina nguvu ya kufanyisha viungo vyote. Mwanadamu umbile lake ni kama vile ile laptop yako au kompyuta yako, kuna hardware na software. Sasa moyo ni katika zile software tatu muhimu, na moyo ndio kiongozi wake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna fil jasadi mudgha, jueni katika mwili wa mwanadamu kuna kijinyama fulani, mudgha, idha saluhat salaha aljasadu kullu, kinyama hiko kikitengezeka mwili wote mwanadamu mzima, mwili mzima utakuwa salama. Wa idha fasadat, na kinyama hiko kimoja kikiharibika, fasada aljasadu kullu, mwili mzima utaharibika. Ala si kingine, wa hiya alqalb, ni moyo.